Naam, ni saa 12 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili saa ya Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, natumai kwamba utakuwa salamu salimini pamoja na familia. Hujambo na karibu kuambatana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo ambazo zinakujia moja kwa moja kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kama kawaida, mpendwa msikilizaji, natumai utakuwa salamu salimini popote uliko, na tunakuja kwa ajili ya kukuletea zile zinazoendelea kwenye uwanja wa vita sehemu mbalimbali jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Hivyo ili kupata taarifa zetu na kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi, inaendelea kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Unatupata moja kwa moja kupitia mtandao wa YouTube ukiandika Amani TV Media, hapo unajiunga nasi, lakini pia kwa Shabunda unatunasa kupitia Radio Mutula FM. Mwezi wa pili tarehe 3 kumrazi mwaka wa 2026 tutakujuza kile ambacho kinaendelea huko Minembwe, tutakujuza habari kutoka huko bondeni mwa mto Ruzizi, tutakujuza habari za huko Walungu, Kabare pamoja na habari za huko jimboni Kivu Kaskazini, zote zikiwa zinahusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo nakusihi kwa nami mwanzo mpaka tamati. Naam, bila shaka msikilizaji, tufungue ukurasa wetu wa habari za asubuhi ya leo na habari kutoka uko bondeni mwa mto Ruzizi, ambako Jumatatu tarehe 2 Februari mwaka wa 2026 taarifa za kiusalama zinaeleza kuwa msafara mkubwa wa majeshi ya Rwanda umeonekana ukipita katika barabara ya Nyangezi kuelekea upande wa Kamanyola katika bonde la mto Ruzizi. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika, msafara huo unajumuisha magari ya kivita yakiwemo mizinga ya kivita pamoja na magari ya kivita yenye kinga nzito, hali iliyoashiria harakati kubwa za kijeshi katika eneo hilo nyeti. Lakini licha ya wahasi wa muungano wa AFC M23 kuendelea kukusanya na kuimarisha nguvu zao zote katika bonde la mto Ruzizi, vikosi vya kujitolea kwa ulinzi wa taifa wazalendo vimetangaza kuwa viko tayari kikamilifu kukabiliana na mashambulizi yote yanayopangwa na wahasi hao. Kwa mujibu wa wazalendo, kuna dalili waziwazi wahasi hao wana nia ya kuanzisha mashambulizi mapya katika maeneo ya bonde la mto Ruzizi. Hata hivyo, wazalendo wamesisitiza kuwa hawajashikwa na taharuki na kwamba hatua zote za kiusalama tayari zimechukuliwa ili kuzuia jaribio lolote la uvamizi. Akizungumza kupitia mahojiano maalum, msemaji wa wazalendo kutoka huko eneo la Kabare amewataka makamanda wote wa kizalendo katika maeneo mbalimbali kuwa macho wakati wote na kuongeza umakini wa hali ya juu na kuhakikisha kuwa doria za mara kwa mara zinafanyika bila kusita usiku na mchana. Kwenye mahojiano nasi, Kamanda Abubakar Zehindula Jombo kutoka huko kwenye uwanja wa vita tarafani Kabare, huyu hapa, msikilize. Jambo tena bwana mtangazaji wa Amani TV, Ramsi Ramazani. Unaongea na Observance Abubakar Zehindula Jombo, Observance wa General Abdu Matata Panda wa Lubarika. Vile vile msemaji wa wazalendo katika teritware ya Kabare. Ndugu yangu mtangazaji, baada ya M23 kuchapwa tokea juzi Jumamosi, jana Jumapili na leo Jumatatu, M23 wamechukua plani nyipya, kwa sababu baadhi ya watu wa Walungu na Kabare walipoona M23 inafanya strategy ya kuondoa idadi fulani ya majeshi katika ngome zao walizokuwa wameweka Kabare, Walungu, huwa raia walikuwa na mategemeo na wakao wanazani ya kwamba M23 inarudisha wanajeshi wake. Lakini ile ni strategy ambayo M23 ilifanya pindi ilipoona ya kwamba nguvu zimekuja kidogo kulingana na strategy yenye walikuwa wanatumia ya kupitia ho plateau. Vile vile M23 wanachukua sasa mbinu nyipya ya kuwarudisha wale wanajeshi wote ambao waliokuwa wametoka ule upande wa Walungu, upande wa Kabare. Wale wanajeshi wote wamechukua tena mbinu nyipya ya kuja njia ya Nyangezi, Kamanyola, wengine Kaziba, wakawa wanaunenga upya mji wa Uvira. Na ndio maana mimi nataka
julisha wa komanda force wa observance wote wenye wanapatikana Uvira, bondeni mwa Uvira na katika milima mirefu ya Uvira. Nataka kuwajulisha ya kwamba wao ekenge, kwa sababu M23 vikosi vyote vimeingia upande wa Uvira, kwa sababu mbinu zao ni kuja kuangalia namna ya kushambulia Uvira upya. Isipokuwa sisi tunajua ya kwamba jeshi liko imara, wazalendo wako imara, kwa sababu milima yote ya Uvira inalindwa kama kawaida. Milima yote ya Plaine de la Ruzizi vikosi vimeenea humo ndani. Na ndio maana sisi tunajua ya kwamba ijapokuwa wao wanachukua ile strategy za mpya, ijapokuwa wao wanajifunza taktiki gani ambayo watumie, sisi tunajua ya kwamba wakongomani wako imara kwa sasa, na vile vile tunajua ya kwamba operation FARDC pamoja na wazalendo wamejipanga vilivyo. Na bwana mtangazaji, kitu ambacho tunaendelea kujulisha raia iendelee kutegemea kwamba pamoja na uhusiano nzuri ambao inapatikana pamoja na operation katika jeshi la FARDC na wazalendo, wanajua ya kwamba wazalendo ni watu ambao wanapata renseignement moja kwa moja, kwa sababu raia wote wana ushirika na wazalendo, raia wote wana contact muda kwa muda na wazalendo kuwajulisha namna adui anavyojipanga. Na ndio maana tunasema kuwa umoja ni nguvu na matengano ni udhaifu. Na kitu ambacho mimi nitatoa kwa seigneur de guerre bote ba Fizi, Uvira, Kabare, Mwenga, Walungu ni kuwa kitu kimoja, kwa sababu ushirika wa pamoja itamkosesha adui nguvu, na ushirika wa pamoja itasababisha adui ajue ya kwamba hauwezi ukaweza kuuteka mji kabla wananchi hawakukubalia. Hawezi ukavamia nchi kabla wananchi wako na umoja. Hiyo ilikuwa sauti yake msemaji wa wazalendo kutoka uko tarafani Kabare, akitoa wito kwa wazalendo wengine kuwa macho ili kukabiliana na wahasi wa M23 ambao wanaonekana kuongeza nguvu zao katika bonde la mto Ruzizi. Na tukisalia tu uko bondeni mwa mto Ruzizi ni kwamba wahasi wa muungano wa AFC M23 Twirwaneho Red Tabara wamefanya operation kali ya kuzingira maeneo ya Remena pamoja na Kibirizi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakahaji wa maeneo hayo, wahasi walikusanya kwa nguvu wakahaji wote pamoja na mifugo yao ikiwemo ng'ombe pamoja na mbuzi, na kuwataka wananchi kukabidhi mifugo yote bila kupinga. Katika operation hiyo, wananchi wengi walipigwa na kuteswa kikatili, hali iliyosababisha hofu mkubwa na majonzi miongoni mwa raia wasio na hatia. Operation hiyo ilianza tangu saa 11 alfajiri hadi kufika majira ya saa 9 dakika 20. Wananchi wa Remena na Kibirizi wanaeleza hasira, uchungu na kukata tamaa, wakisema kuwa wahasi hawa tayari wamewahangamiza kiuchumi na sasa wanataka kuendelea kuwapora mifugo yao ambayo ndiyo chanzo pekee cha maisha yao. Kupitia tahadhari hii, wakahaji wanaomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ichukue hatua za haraka na madhubuti ili kuokoa miongoni mwa wahasi hawa wanaendelea kuwatesa na kuharibu maisha yao ya kila siku. Na sasa jelekeze uko kwenye milima mirefu ya tarafani Fizi, Itombwe na Mwenga katika kijiji cha Minembwe, mpendwa msikilizaji, ambako kumeshuhudiwa na mapambano kwa muda usiopungua siku 5 sasa maeneo hayo. Na hii hapa ni ripoti kamili kutoka kwa msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Eneo la Minembwe lilopo katika nyanza za juu wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini limekuwa likishuhudia mapigano makali kwa siku kadhaa mfululizo kati ya vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC wakisaidiwa na vikosi vinavyojitolea wazalendo dhidi ya muungano wa makundi yenye silaha ikiwemo Ngomino Twirwaneho Red Tabara pamoja na M23 RDF. Kwa mujibu wa msemaji wa operesheni Sokola Kusini katika mkoa wa Kivu Kusini, Luteni Mdogo Mboi Reogan, jeshi la taifa limekuwa likipambana kwa zaidi ya siku 5 mfululizo kwa lengo la kurejesha udhibiti kamili wa Minembwe, eneo lililotajwa kuwa ngome kuu ya wahasi wa Twirwaneho na washirika wao.
Akizungumza Jumatatu tarehe 2 Februari mwaka wa 2026 kupitia Radio Okapi huko Kinshasa, Luteni Mdogo Mbui Ryogan amesema kuwa hapa namnukuu, mapigano yetu yanaendelea vizuri kati yetu sisi na waasi wa AFC M23 wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na makundi ya Twirwaneho, Ngomino, Red Tabara. Lengo letu la mwisho ni Minembwe. Mara tu eneo hili litakapozungukwa na kuzingatiwa kikamilifu, operesheni zingine za ziada zitahandaliwa. Adui anaendelea kupoteza nguvu zake kama ilivyokuwa inatajwa hapo jana, ambapo tulifanikiwa kuangamiza zaidi ya wapiganaji 43. Msemaji huyo wa operesheni Sokola Kusini amehakikisha pia kuwa usalama wa raia ni kipaumbele kikubwa cha FARDC, huku akibainisha kuwa jeshi la serikali lilichukua tahadhari kali ili kuepuka mapigano ndani ya makazi ya raia katika eneo la Minembwe Center. Kutokana na hasara wanazozipata, waasi wameanza kurusha mabomu ovyo katika maeneo ya raia, lakini sisi kama jeshi la taifa hatupigani ndani ya makazi ya watu. Jukumu letu kuu ni kuwalinda raia na mali zao. Wakati huo huo, hali ya kibinadamu inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku wakahaji wa maeneo yanayoathiriwa na mapigano wakiishi katika hofu, wengine wakilazimika kuihama makazi yao. Kutokana na hali hiyo tete ya kiusalama, baadhi ya wazee na watu mashuhuri wa Minembwe wametoa wito wa dharura kwa vijana wa eneo hilo, wakiwataka kujiondoa kabisa katika harakati za uasi, kuacha kushiriki katika makundi yenye silaha na kuchangia kurejeshwa kwa amani, mshikamano na utulivu wa kibinadamu wa kudumu katika eneo hilo. Wazee hao wamesisitiza kuwa vita vitaangamiza mustakabali wa vijana na jamii kwa ujumla, na kwamba njia ya amani ni maridhiano ndiyo suluhisho la kweli kwa matatizo ya Minembwe na nyanza za juu za Fizi. Hali ya usalama inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na mamlaka za kijeshi na raia, huku wananchi wakihimizwa kuwa watulivu, kufuata maelekezo ya usalama na kutegemea taarifa rasmi kutoka kwa vyanzo vyenye kuaminika na wala si taarifa za kutoka sehemu zisizokuwa zenye kuaminika. Duru kutoka Minembwe zinaeleza pia kuwa baada ya mapambano hayo kukaribia kiundani kabisa mji wa Minembwe katika maeneo ya Minembwe Center, baadhi ya wapiganaji wa Ngomino Twirwaneho walianza kubadilisha sare ya kijeshi na kuvaa mavazi ya raia ili kuweza kuchangamana na kuwataka vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waweze kuingia ili baadaye wakuje kuamsha mashambulizi, kitu ambacho kimefanya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kujipanga upya kwa ajili ya kutekeleza mashambulizi ndani ya mji wa Minembwe. Shabunda. Baada ya siku kadhaa za hali ya usalama mdogo katika eneo la Shabunda zilizodaiwa kusababishwa na baadhi ya wapiganaji wa Wazalendo, coordinator wa Wazalendo katika eneo hilo ameongoza parade maalum hiyo jana tarehe 2 Februari mwaka wa 2026. Parade hii ilifanywa kwa lengo la kuimarisha nidhamu, kutoa onyo kwa wapiganaji wa Wazalendo juu ya vitendo vibaya na kuhakikisha kuwa shughuli za kijeshi zinashikilia viwango vya kimaadili na ulinzi wa wananchi. Kutoka Shabunda, MC Adolphe Samombo ni mtangazaji wetu na ripoti kamili. Monsieur le coordonnateur territoire de Shabunda, mon général, l'unité Wazalendo de Shabunda est arrangée pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de votre visite. La citation sera vous remise après. Le T3, en même temps instructeur Kalala Mutefou Albert. Merci, mettez vos mains à repos. À vos ordres. Baada ya siku chache la vurugu kati ya vikosi vya Wazalendo na raia la mji wa Shabunda, Kordonata mtahani wa Rade tarafani Shabunda Jemadari Dona ameandaa mkusanyiko wa kijeshi na vikosi vyake siku ya kwanza tarehe 2 Februari mwaka wa 2026 pa asubuhi kwenye uwanja wa ndege. Lengo kwa masemi yake ni kuwatia moyo vikosi vyake baada ya vurugu, kitu ambacho kilivunja moyo mmoja kati zao. Ametoa pia mafasirio lake kuhusu kile ambacho kilijitokeza kati yao Wazalendo na raia wa tarafa la Shabunda. Yote mnadhani kuna kuwaka vurugu. Na vurugu kisha kuwa watu baikalaka wanatengeneza.
Ile habari ilifika kutokana na incomprehension. Wakati jemadari askari mmoja wa jemadari Willy alifanya makosa, tulituma watu bende kufunga ule watu na bakabapeleka mpaka kuditora militaire. Mena cha kushangaza, raia itapenda kufanya kisasi na iwe ule jemadari ambao alienda kufanya intervention sur place. Ile jambo inaweza kusikitisha watu. Ya kufuata ingine, société civile, jeunesse nayo ika-influencer population, ikaba-instrumentalize kusudi baende watake eta major wazalendo. Na ile nayo ilete ingine vurugu kwa sababu kulikuwa watoto wadogo sana wa maseta wita ambao utumikisha kumarshe wakapata bal perdi, na ile yao ileta vurugu. Lakini pamoja na yote nimefanya paradi kuumiza wajeshi kusema kama hakuna askari anapata tawanyiko ovyo ovyo. Hakuna askari anaruhusiwa kutia kasho. Hakuna askari anaruhusiwa kutembea ovyo katikati ya usiku wa kuzuru population. Mission tuko nao si wazalendo ni ya kuproteger raia na mali yake. Ni ya kusekize raia na kuproteger integrite territoriale mpaka yote ya nchi. Ile mimi nadhani ndio maana natoa kuhimiza wajeshi baache kutrakase, baache kutia makashwa na nisema kama ile kwa kudanganyika. Societe civile ana mpango kwa askari. Sisi tuna mipango ya viongozi wa kwetu na ndio banatupatia mipango. Nani rade kuna ordonnance loi présidentielle na ni peke rais kuna mpango. Baada ya rais kuna ministre wa defense na kuna vile vile coordinateur wa rade ambao na mpango juu yetu. Sisi sawa vile bazalendo tunasubiri mipango toka ngazi za juu. Atudepende nini société civile ni jeunesse. Hiyo ndio mpango tuko nao na tutatoka bila ordre ya viongozi. Kabla tumanize, jemadari Don siri ya ndani nakwambia kusema kama mipango imekamatiwa deja. Na kuko watu wanaanza deja kurudia kwa maeneo juu ya kufunga njia na baadaye mtaona matokeo. Wazalendo ni wengi na wako pembeni na mtapata habari kama wamekuwa deja position avance sawa gisi mnajua hatuwezi kuacha njia kwa adui. Ile ni habari ya uongo, ni makampanya intoxication ya adui kusema kama njia ibakia wazi, njia haiko wazi. Ujumbe nimewapa ni hii. Hapa tuko tunasubiri delegation kutoka ku coordination ya rade ya Republique. Yenye mheshimiwa General Padira alifanya kikao Kinshasa na hivi amesema kama tatuma wajumbe hapa wakuja kuangalia namna gani wajeshi wanaishi, watapata chakula na baadaye labda kunaweza kufundisha kituo ya mafunzo ili watu wakuwe imara na wasimame katika msimamo wa uzalendo. Muda wa mazungumzo hiyo ya kijeshi, jemadari Dona, coordonata wa rade tarafani Shabunda, amezungumza pia na vikosi vyake kwa kuwasikiliza wakitoa lalamiko zao naye kuwajibu kama vile kamanda na baba huwa jamii. Anda makuluka sheba mwatu kwa tulikuya kutia kufaa hii ya kugombania ya Kongo yetu. Akili yetu kwa sanga makuta ikikuya shaa tuone kuwae tuasikia tuwe makuta kubatumia mkukula nani na hatukuona kuwana tukukula kuwae tutaishi ya Nimeitwa mjina la Bonane Hamisi ya Barasta Mene kata Mjazi. Muze mimi niko na sauti. Muze kizani hapa kuparaje huko tunakuyaka amufe huko tuhubiria mambo ya mauaji. Iko tu shauri. Na shio batoto tunapasha kusema katikati pia ya kigundi. Muze mimi nifaa kushukuru sana na parole yenyewe mlitoshaka hapa. Mnasema kila generale apita na basoda yake hapa. Nikizani kuko misululu moi kuanzia hapa mpaka mwisho yeye Lupango na kuko bangeba generale mwenyatu kuonaka hata jeshi hata kitu. Ilikuwa sauti yangu ile mzee. Ndio tushakuwa 2 jours hapa tu kuyaka hapa tuone nataka kubeba general. Sijue kama alipoteaka kama aliendaka wapi mzee. Kama alikufa kama hivi vita ilikuwa pitikana hapa mimi mwa sikujua. Kwa jina naitwa Samuel Munyaga Zenda Matiasi. Tunashukuru tena kwa kukutana hapa juu tukusha kwa sawa vile wakimbizi. Malalamiko yetu shie basoda. Tuko sawa vile tunafungwa. Umu mwetuko, hatuna shamba, hatukule, hatuishi, maana tuko tunaishi tu mu difficulty. Huku raia lishatufungia tusifanye kitu. Sasa tunalia kwenu nyewe wakubwa wazazi yetu tufanye je? Njoo ikolizo yangu ile. Jina ni Amuri Bonga Kiasonga. Ya muhimu ni kusema hivi, ba ofisier kuko benye biko hapa na basoda abana hata bibi abana hata nani baza bwana me, lakini
baofisie biko banaka makuta yote inye biko twalaka na bapatishe aeration abatupatishe kuayo ile iko asilikisha sana basoda. Ingawa tulipata pesa kidogo, ilikuwa juu ya rasio yenyewe Mohamed alipatia batu kufuatana na hali tunaishi mwayo. Na hiyo pesa iligawanywa mu vigundi. Mko bengi mligawanya vigundi. Balipatia 200,000 francs. Ilifale 200,000 francs kugawanya kwa kila kigundi. Ndio maana haikuwa pesa ya kugawanya binafsi, lakini ilikuwa pesa ya kutafuta kitu mpate rasio, msikose sombe ya kukula. Kila kiongozi atafuatiliwa na makosa yake. Kama leo ulienda kufanya madega yako pembeni na unakamata utafungwa. Kama upende kujiripoti hapa kwenye viongozi iko ya coordination ya coalition, siku moja utasalika useme atakusahabu. Ila iko neno yako, lakini kila mtu atakaye responsable madega zake. Manifuata mzuri? Kama abiko hapa balenda kufanya manyanga watafungwa. Kila yote atafanya manyanga, atafanya trakaseri atafungwa. Ndio mpango iko. Ndio wanaambia muache kutrakase population, muache kuiba, muache kutembea busiku nyangaya vitu vya watu ya raia. Mkila wote atashtakiwa, autorize kila atashtakiwa mwa ile mambo atafungwa, tutampeleka kwa auditora. Order ya uongozi na ile kukua na kasho privé ilituma mtu anakufa. Na ule mtu wakati alikufa ilibidi makelele ikue. Na wakati makelele ilikuwa inazusha hivi vitu yote. Na kama leo tunakwenda kupita kwa magumu ni kufuatana kitendo ndio ilipitikana. Ndio kwa hiyo tulisema kama tunasiswar movement yote ya majeshi. Tukasema hakuna jeshi atatembea ovyo ovyo, hakuna jeshi ataenda mission, kwa sababu tuangalie hewa itulie ndio tukamate nyingine aliri ya mupe. Lakini tunajua kama mko na shida, mnasumbuka sie bote. Askari kama ende mission anasumbukaka, tunajua ile habari. Mais avec l'état hivi situation na normaliser, tutaangalia cha kupanga na mtakuwa bien sawa kawaida. Kwa kuwa prime. Kama kulikuwa unapatikana peut-être 100,000 francs wanapatia watu ya ration, abata kupatia binafsi kumkono. Batapana nyo mkigundi, na kama kutakuwa ile kigundi kama ataunua sombe, kama ataunua na pale nyo mtakula. Bila dhani njo ile njo ilikuwa. Kwa upande wake Jemadari Ndundulu Tala, akiwa kamanda usikae na operation la wazalendo tarafani Shabunda, hakubaki kimya. Gouvernement inaanza penda kuwajua kama huko na bigundi fulani, leta kugundi yako tujue huko na gundi ngapi, na kuita bengine bebi ko pembeni. Hapa banatuma antene yenye nakuya hapa yenye shie bote mu territoire ya Shabunda, nao Katale nao tie ingine gundi ya pembeni haiko tena. Hapa banataka kufungula hasa hapa, banataka kufungula from hapa, inataka kuwa hapa mu territoire ya Shabunda. Kumbi kule centre ya hapa itakuwa banaitika na itakuwa na bakubwa, muda haiko mbali tena. Muda haiko mbali, ndio maana vraiment mukute kila hemo haiko mbali akuya akutiwa hapa, na tuangalie kitu wenye gouvernement inaanza kubakumbuka ya kusema musihangaike, musiende kule Kindu, musiende wapi, me ile itakuya hapa na itatupunguzia depense sana ya kuona sie tutabakia hapa, na hapa mafunzo itapita hapa. Bana mboka. Bana mboka patia kuona na ita vikose yote ya wazalendo wabakie stand by, tuangalie mipango na malalamiko yabo kupitia magumu banapitia juu biko njala, abana chakula, abana chochote. Hivi basi tunabapatia morale babaki hapa, tuchunge mipango ya wakubwa kwa kuweza kufika hapa na kuwasaidia, piske boba anajitoa kwa ajili ya kuweza kudefendre nchi. Na nikiripoti toka Shabunda, MC Adolphe Samombo kwa niaba ya Amani TV Media. Beni. Kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya wahasi wa ADF katika eneo la Beni na Lubero, Gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini Bwana Somo Kakule Evariste amefanya mkutano muhimu wa kiusalama hiyo jana tarehe 2 Februari mwaka wa 2026 katika mji wa Beni. Gavana huyo amekutana na naibu mkuu wa majeshi ya FARDC anayesimamia operesheni na ujasusi Luteni Generali Charlie Ngoza Nduru Jacques, ambaye yuko katika ziara maalum ya kikazi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, ujumbe huo wa kijeshi una lengo la kukagua hali ya vikosi vilivyoko uwanjani pamoja na kutathmini uwezo wa vifaa, silaha na miundombinu ya kijeshi katika juhudi za kuimarisha mapambano dhidi ya wahasi wa ADF
wanaendelea kuua raia na kuvuruga amani katika eneo hilo la jimbo ya Kivu Kaskazini. Katika mazungumzo hayo, mamlaka ya mkoa imewasilisha ombi la dharura kwa uongozi wa juu wa jeshi, ikisisitiza haja ya majibu ya haraka, madhubuti na ya kudumu ili kukomesha kabisa vitendo vya kikatili vya waasi wa ADF katika maeneo ya Beni pamoja na Lubero. Gavana Somo Kakule Evariste amesisitiza kuwa usalama wa raia ni kipaumbele cha juu na kwamba wananchi wa Kivu Kaskazini wamechoshwa na mauaji, utekwaji nyara na mashambulizi ya mara kwa mara ambayo yanafanywa na makundi ambayo yanashikilia silaha katika eneo hilo. Kwa upande wake, Luteni Jenerali Charligonza Nduru Jacques amehakikisha kuwa jeshi la FARDC litaendelea kuchukua hatua zote zinazohitajika kwa kushirikiana na mamlaka za kiraia ili kuimarisha operesheni za kijeshi, kulinda raia na kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Charligonza Nduru Jacques, est arrivé hier à Beni. Il est ici à Beni pour une mission de routine en tant que chef militaire. Cette mission est une mission d'inspection et de commandement de troupes engagées sur le terrain. Voilà pourquoi il est ici. J'insiste, c'est une mission de routine. Et aujourd'hui, il était ici au gouvernorat de la province du Nord Kivu, dont le chef-lieu est provisoirement ici à Beni, afin de présenter les civilités auprès de l'autorité provinciale et de lui faire part de sa mission. Il est ici pour une certaine durée et les détails sur ses activités vous seront transmis à temps réel. À ce que nous devons retenir, il est ici pour une mission de routine afin d'évaluer les capacités opérationnelles des hommes sur terrain, les moyens de logistique à pouvoir auprès des unités qui sont ici sur terrain, ainsi que voir dans quelle manière éradiquer ces phénomènes ADF qui ne fait que torturer la population, qui ne fait que mettre la population en pleurs. Donc voilà pourquoi il est ici et le reste de sa mission vous sera transmise à temps réel. Na tukusalia tu na habari hizi za kiusalama mashariki mwa DRC, mpendwa msikilizaji, ni kwamba jumla ya wapiganaji 265 kutoka katika harakati za waasi wa AFC M23 wamejisalimisha kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC katika kipindi cha mwezi mmoja mwaka wa 2026 katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wapiganaji hao waliweza kujisalimisha mnamo mwezi wa kwanza kuanzia tarehe 1 hadi kufika tarehe 31. Taarifa hiyo imetolewa Jumatatu tarehe 2 Februari mwaka wa 2026 na uongozi wa mkoa wa kijeshi 34 unaodumu katika maeneo ya Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini. Kwa mujibu wa uongozi huo wa kijeshi, wanasema kuwa wajisalimishaji hao walirekodiwa hasa katika wilayani Walikale, Ruchuru, Lubero katika mkoa wa Kivu Kaskazini pamoja na wilayani Kale katika mkoa wa Kivu Kusini. Wanajeshi hao wa zamani wa AFC M23 wameeleza kuwa walilazimika kukimbia kutokana na hali ngumu ya maisha ndani ya kundi la waasi, ikiwemo ukosefu wa chakula, mateso, ukosefu wa matibabu na mazingira magumu ya vita. Wengi wao walijitokeza kwa hiari katika vituo mbalimbali vya FARDC, mara nyingi wakiwa katika makundi madogo ya watu 3 hadi 5 wakiwa na silaha au bila silaha. Jeshi la FARDC limeeleza kuwa kuongezeka kwa idadi ya wajisalimishaji kunatokana na mambo mawili makuu. Ya kwanza, kampeni endelevu na za uhamasishaji zinazofanywa kila kukicha uko kwenye uwanja wa vita, na pili, shinikizo kubwa la kijeshi linaloendelea kuwekwa dhidi ya waasi wa AFC M23 katika maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kupitia ujumbe wake rasmi, uongozi wa mkoa wa kijeshi 34 wenye makao yake makuu huko Walikale umewataka wapiganaji wengine wote ambao bado wako mafichoni au msituni kuacha mapigano, kuweka chini silaha zao na kujitoa ama kwa FARDC au vikosi vya wazalendo ambavyo vinapatikana maeneo mbalimbali ya uwanja wa vita. Akizungumza katika taarifa hiyo, Meja Dieudonne Kasereka ambaye ni msemaji wa mawasiliano wa mkoa wa kijeshi wa 34 amesema kuwa wapiganaji wote watakaokubali kujisalimisha
watapokelewa vizuri, watalindwa na watanufaika na uangalizi na mpango maalum wa kuandaa upya kwa maisha yao ya kiraia. Jeshi linasisitiza kuwa njia ya amani bado ipo wazi na kwamba kujisalimisha ni chaguo bora kwa yeyote anayetaka kuokoa maisha yake na kuchangia kurejesha kwa amani ya kudumu katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na mpaka hapo ndipo tunaweka nukta, msikilizaji, katika habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 3 Januari Februari mwaka wa 2026 ambao zilisomwa kwenye nami Ramsey Ramadhani. Nasema asante kwa kuwa nasi. Tuendelee kwa pamoja katika habari zetu za hapo baadaye, na kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi na endelee kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Mwisho wa taarifa ya habari ni mwanzo wa habari zingine za hapo baadaye, hivyo kuendelea kuwa sambamba na sisi. Kwa heri.